Kwenye relationship yako iliyopita actually, wewe na Jux, nilikuwa na feature sana. And maisha sio ya kuishi hivyo. Kitu gani kilikuwa nyuma ya hii? Like fake. Akasema alikucheki kwenye simu akwambia ufute, wewe ukamuuliza nifute? Ni on air with Millard Ayo right now, mtu wa kwa nguvu kwenye countdown, na niko na V Money. Bana mshikaji wangu toka enzi na enzi, unajua bana. Dam kitambo hicho. Nimefurahi sana kuwa nawe tena bana. Na mimi nimefurahi sana. Karibu sana. Asante Mama Roti. Mama Roti. Akinosho. Yeah, Mrs. Akinosho. Mrs. Akinosho. Umetisha sana. Vanessa Mdee ni mwimbaji hodari kutoka Tanzania, na tunakupongeza sana. Umefanya mambo makubwa sana mwaka huu. Asante sana. Tunajivunia sana kuwa na wewe. Safari za nje nyingi kama kawa kama dawa zijapungua. Hivi kwa mwezi unajikuta nyumbani mara ngapi? Yaani Tanzania mara ngapi? Kwa mwezi na kwa Tanzania kama mara siku 10. Siku 10. Siku 10 ndani ya mwezi. 20 days nje. Yeah, ndani nje. So hizo siku 10 you know, hatufululizi lakini okay. Yeah. Kwa mwezi unaweza kuta mara 2, unakaa siku 3 nini unaondoka siku. Exactly, yeah. Sasa hivi unaelekea wapi? Naelekea unaweka kapuni au si? Tutaona kwenye post lakini ile itakuwa post nikifika. Mungu akijalia nikifika nitapost. Nimekuelewa sana sema. Sema juzi kati ulikuwa Gabon? Ndio, nilikuwa Gabon, Libreville Gabon. Ndio. Umefanya bonge moja la project. Asante. Na hizo mara ya kwanza ya kwenda Gabon? Sio mara ya kwanza. Nimekuwa nikipande wa production, kwenye upande wa jinsi tutakavyofanya promotion na vinginevyo. Okay. Yeah. Na nimeambiwa kwamba jina linabadilika pia? Yes. Umeshajua jina? Nikijua nitakwambia. Yes. Na linabadilika kwa sababu hauko tena na Jux ama? Litabadilika kwa sababu tuna mfumo tofauti wa tour, sio lile. I think love is universal kwa watu wote. Kwa hiyo haijalishi kama tumetengana, lakini I think the theme is a bit different kwa sasa. Okay. Fiesta ni December 8. Da. Najua ratiba ziliingiliana sana mwaka huu, tuja kuona kwenye stage yoyote. Da, tukutegemea kweli? Nilitamani sana kuwepo da. In fact nilizungumza na mtu lakini sitokuwepo tarehe hiyo. Au tukuwepo da? No, sitokuwepo Dar es Salaam. Niko na kazi nyingine, so nawatakia kila laheri. Natamani kuja na nyie uwanjani kule. I know it's going to be really nice. Yeah. Kuna show yote ya Tigo Fiesta uli check mwaka huu? Yeah. Of course kuna msanii wetu wa Mdee Music yuko pale. Mimi Maza amepata fursa ya kutumbuiza katika jukwaa la Fiesta mwaka huu. Yeah. So niliangalia zaidi performance zake. Okay. Kama mtu ambaye anafuatilia kazi yake, kama shabiki yake sana, pamoja na CEO. Okay. Yeah. Kwenye ratiba zako za mwaka ulikuwa perform pia One Africa Music Festival. Dubai. Ndio. Ujisikia? So kwenye upande wa One Africa Dubai niliingia kwenye mkataba wa One Africa miezi kadhaa iliyopita. Lakini nilipata fursa ya kufanya show ya jazz ambayo mimi personally nataka zaidi kufanya vitu ambavyo watu hawajawahi kufanya. Mimi One Africa nimeshafanya miaka 3 mfululizo sasa. Yeah. Ni platform nzuri sana, wanajitahidi sana. Japo wanavuta kwao kidogo Nigeria, lakini ni platform ambayo mimi nimeshaifanya na nilikuwa natamani kufanya kitu tofauti kidogo. So opportunity ilivyokuja kufanya Bantu Jazz, nikaona niende kule. Isitoshe dau likawa kubwa zaidi kwa sababu nilikuwa na booking siku hiyo. Show zote zilifanyika siku moja. Ndio. Show zote zilifanyika siku moja, hiyo show ya Gabon pamoja na One Africa. So I chose Gabon. Yeah. Na tunafahamu kwa mfano wasanii wa Mmarekani nyimbo zao zinapotumika sehemu kwenye kumbi, kwenye nini, kuna namna ambavyo wanapata malipo. Ndio. Ngoma yako pia ilisikika kwenye viwanja vya NBA. Ndio. Kuna chochote ulipata? Kuna chochote tutarajie? Of course sasa kitu ambacho tunafanya tunakuwa tuna register na collecting societies ambazo zinakuwa zinasimamia matumizi ya nyimbo zetu. You can copyright a song.
you can copyright an kitambaa print, unaweza copyright Millard Ayo, Ayo TV, you know. So kuna bureau ambazo zina deal na ku protect, sawa, kama KOSOTA. So mimi niko na deal na KOSOTA ya Marekani, ambao obviously kupitia Universal wanasimamia matumizi ya nyimbo zangu pale popote duniani, na malipo anakuja. Bane. Hongera sana. Asante. Inawezekana sisi tulisikia, au kwa sababu ilikuwa kubwa sana, kwa sababu baada ya kuchezwa kwenye NBA, kuna uwezekano kuna sehemu nyingine imechezwa tufahamu? Kuna uwezekano mkubwa. Tena juzi kati niliona tena imechezwa kwenye NBA, lakini this time wakawa wanacheza ma cheerleaders. Kuna mtu alikuwa kwenye game record. Sasa sio mara kwa mara unapata watu ambao wana record ambao wanajua nyimbo zetu nje, au wa Tanzania au wa Afrika. Sio mara kwa mara. So ukipata bahati ya kupata mtu ambao yuko pale au yumo pale, au wewe mwenyewe ukiwa unatizama ukaona ukasikia, ndio utajua inachezwa, lakini zitakuwa zinachezwa. Basi tu hatujapata fursa ya kupata watu wengi wa kutuonyesha kwamba jamani ngoma yako na play same plan. Bana, lakini hongera. Mimi nilikuwa sijui kama umejisajili Marekani kwenye KOSOTA ya Marekani. Thank you. Unaweza ukafanya kupitia Marekani, unaweza kufanya kupitia South Africa, unaweza kufanya kupitia UK, lakini wanakuwa na collect kwa ajili ya duniani kote. Na mfumo wao Marekani kutusaidia sisi tunaweza tukajifunza labda. Mfumo wao wa kulipa ukoje? Kwa mfano ni ngoma ikichezwa mara moja ama ni kwa muda. Sio kitu cha mara moja. Inakuwa malipo yanakuwa baada ya miezi kama kadhaa, lakini ni kwa matumizi ya muda mrefu sana. Sio kitu ambacho kitakuja kusitishwa. No. Ukishajiandikisha na kila mwaka labda kama unataka ku renew contract nini, unaendelea kufanya hivyo, lakini wana collect for life. So unaendelea kulipwa hata kama wewe hautakuwepo, vizazi vyako vitaendelea kulipwa. Na wenyewe wanajuaje kama labda ngoma zako zimetumika NBA? So what happens is wanakuaga na software zao, wanajua wenyewe, ambayo ukiingia kwenye migahawa, ukiingia kwenye elevators, radio stations, nini, kuna namba ambapo kila nyimbo inayo specific code ya hiyo nyimbo inakuwa inaingia kwenye system. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vina detect, na kuna wanakuwa wana collect hivyo, wana njia yao, system yao kupitia software zao ambazo wana collect hizo data. Kwa software zinakuwepo kwenye hayo maeneo. Ndio. Alafu pia mwenye hizo, for example, leo niko na Vanessa Mdee, na hizo chat rooms wanakuaga watu wa Afrika Mashariki. Umeelewa? So of course siku zote watakuwa wanavuta kwao kwa sababu wanataka, au labda mimi namjua Millard, au mimi namjua Vanessa, au mimi namjua fulani. Unaona? So lazima wavute kwao kidogo. Ingekuwa endapo and we are coming there soon, labda Millard yuko kwenye jopo la watu ambao wanaandaa playlist ya au tracklist ya movie ya Lion King, wewe ungeweza kupendekeza, jamani mimi naona hata kama tutamweka msanii, basi walau tumweke producer atie vionjo vya mashariki, au songwriter aandike vizuri hizi sehemu za Kiswahili, kwa sababu kuna sehemu Beyonce anaimba Kiswahili kidogo kwenye wimbo mmoja, lakini ingependeza zaidi ingekuwa na wasilia. But it's also hatuna watu ambao wanasimama kwa niaba yetu kwenye hizo sehemu. But argument ambayo tunatakiwa kuwa nayo sasa hivi ni, je, tunataka kupigania kuwa katika meza yao au tutengeneze meza yetu? Meza yetu ikiwa na nguvu, wao watatufuata, watatutafuta. That's how I feel. Hongera, mwaka huu umekuwa mwaka mzuri kwako. Yes, tunafunga mwaka, umekuwa judge wa East Africa's Got Talent. Ilikuwa noma na nusu. Nilikuwa nalia kila siku. Nilikuwa naona. It was really good kwa sababu nimependa sana. Ni yale ambayo nasema ya kwamba watu wa Afrika Mashariki inabidi tufanye vitu vya kwetu ili tuendeleze mambo yetu, lugha yetu, utamaduni wetu. Hatuwezi kubaki nyuma tukasubiria kuonwa au kutafutwa na watu wengine. Inabidi na sisi tuanze kujijali na kuanza kuringa kidogo na vya kwetu. So East Africa's Got Talent ilikuwa platform ya kufanya hicho kitu kwa ajili ya vijana na watu wazima ambao wana talanta Afrika Mashariki. Na nimefurahi sana kwa sababu kiukweli show ya Got Talent ni platform kubwa sana duniani. Na
sidhani kama kuna mtu ambaye haijui Got Talent. Sasa kama ifuatilia na iona, anajua kwamba kuna judge fulani anaitwa Simon, kuna judge fulani anaitwa, you know. Yeah. Ni show ambayo inajulikana sana na ina sifa kubwa sana sana sana. Iko kwenye record books za Guinness. Big time. Yeah, so kwa sisi ilikuwa tutaweza kufanya kitu ambacho kitalingana na kile cha yani zile Got Talent za duniani za kimataifa. Hata yako tu ni ya kimataifa sana. Lakini you know, so it was a big challenge na nataka kuwapongeza sana production, Clouds Media Group kwa kuweza kufanikisha kitu kikali kama hicho. Okay. Yeah. Ushindi wa watoto wa Uganda uliridhika nao 100%. 100% kwa sababu mashabiki ndio waliwachagua. Yani ilikuwa the people's vote. Isitoshe walikuwa na style. Walipita katika kinyang'anyiro na walifanya vizuri sana. Ukiangalia audition zao hata kwenye upande wa views kwenye YouTube, wanaongoza sana kwa views na comments na shares na likes. So walikuwa a fan favorite kuanzia mwanzo. Bana. Yeah. Madili yako ya mwaka huu ni pamoja na tulikutana na Oysterbay siku moja. Yes. Iko ni Masaki Oysterbay. Yes. Tukazungumza, ukaniambia bana Fashion Over bana unapiga nao mzigo pia. Yes. Fashion Over tumeona mastaa. My jeans Fashion Over. Acha bana. Yeah. Jeans peke yake lakini. Leo ni jeans tu. Leo ni jeans. Yeah. Bana. Ni watu ambao walikupataje na vitu gani ambavyo viliwavutia kwako? Kusema kweli sijui ni vitu gani viliwavutia wao kwangu. Yeah. Mimi ni mtu ambaye napenda kuvaa, napenda kupendeza. Ni mwanamke ambaye na platform ambayo inaangaliwa na watu wengi. So hivyo ni vigezo nadhani wao wanaangalia. Yeah. Isitoshe niko kwenye soko ambalo bado hawajaingia. East Africa pamoja na Afrika. Yeah. Hongera sana. Big time man. Mimi nafurahia sana ukiona kula mashavu kama hayo. Ukiona collabo kama ya Chris Brown na Davido, unawaza nini, unaionea wapi Afrika? Sasa hivi kila mtu anatizama Afrika. Hiyo ni kitu ambacho kimekuwa kipo wazi kwa miaka kadhaa sasa. Yeah. Mimi in short, msanii kama Davido namuona kama ni msanii ambao tayari ameshajulikana sana Marekani. Kwa sababu ya obviously kupambana kwake number 1, lakini hakuna kitu ambacho kinamsaidia kama yeye kuinvest kwenye muziki wake. Ni mtu ambao ukiona kabisa kwa macho yako kuna pesa nyingi imetumika kwenye promotion. Tofauti na pesa ambayo amepewa na label kama amepewa sijui. Lakini unaona kabisa kwamba ni mtu ana invest kwenye promotion. Ana invest kujipeleka sehemu fulani, ana invest kuonekana sehemu fulani, ana invest kufanya collaboration, ana invest kwenye music videos, ana invest kwenye production. Yeah. Anafanya investment kubwa sana. Na kwake yeye imeanza kulipa kutokana na kwamba hakuna sehemu, mimi nakwambia nipo Marekani sana siku hizi. Yeah. Tunajua mama mdogo. Hakuna sehemu au club utaenda hutasikia nyimbo ya Davido. Yani hiyo ni 100%. Yeah. Na ile fall nilikuwa naisikiza, mimi nasikizaga mara nyingi radio zao. Yeah. Fall imelia sana. Tena mpaka sasa hivi yani kule ndo hit. Watu ambao wana nyimbo wa Afrika, wasanii wa Kiafrika ambao wana nyimbo ambazo zina hit sana Marekani ni Davido na yule Afrobeat. Nyimbo ya Joanna. Joanna. Nyimbo inaita ile. Joanna inaita sana. Kweli kabisa. Nimekumbuka. Joanna, Afrobeat, Burna Boy sasa. Kiboko. Sasa Burna hata hawasikilizi nyimbo moja, wanasikiliza kila kitu, album nzima. Nilipita nilikuwa kwenye mall Atlanta. Kwenye duka la iStore nikasikia nyimbo za Burna zina play, nikapita tu. Wakati narudi bado ina play nyimbo nyingine lakini kwenye album. So it means duka la iStore lilikuwa limeplay album nzima la Burna Boy. It's something. Na Marekani naona ni kitu poa kwa sababu Marekani najua ni moja ya nchi ambazo sanaa inalipa sana, na inalindwa sana. Inalindwa, inathaminiwa, wasanii wanathaminiwa. Ukiwa na akili na uwezo wa kujiheshimu na kuheshimu kazi, unaweza ukatengeneza maisha mazuri sana kwenye sanaa. Big time. Sana, big time. Like tofauti kidogo na kwetu kwa sababu bado sisi kwetu sanaa is still developing, kusema ukweli. Industry yetu ni changa, ukisema unakompea na Marekani unakosea sana. Lakini kwenye upande wa malipo wao wako. Nimeona pia hata kwa mfano star ambao labda wana watu 1,000,000 kwenye, sisi hapa tuna watu, mtu kuwa na 1,000,000 ni jambo la kawaida. Unaweza kukutana duka la nguo na 1,000,000 followers kwenye Instagram. Yeah. Na nimeona hata price zao pia ni kubwa sana. Yani
Sijui kama uli experience hicho kitu kwenye swala au kwenye ukikutana na watu kwenye maongezi kuhusiana na kupost matangazo ya kibiashara kwa watu ambao wana followers wengi. Jamani, nakwambiaje, wale wenzetu hawana hata hakuna kuguess kwenye malipo na hakuna negotiation ile ya kusema mmempa mtu bei unasema jamani post yangu moja ni milioni 20. Wanasema jamani nifanye Vanessa milioni 15 na hakuna hiyo kwa sababu kwenye system wao wanapimisha kutokana na insights, wanapimisha kutokana na followers, wanapimisha kutokana na vitu vingi ambavyo kuna mashine inafanya hiyo calculation, sio binadamu. Kwenye wewe kupata deal la kupost Instagram, ukitaka ingia kwenye Instagram, kwenye Google, type how do I know how much to get paid on Instagram. Wanakupa ile app, unaingiza details zako, unaingiza everything, wanakufanyia calculation. Noma sana. Issue ya kuwa followed na Chris Brown ilishia wapi mama mkubwa? Ilishia wapi kivipi? Chris Brown alitukasirikia wote. What? Ali unfollow kila mtu. That's what I mean. Aliweka na jini lake kisirani. Akamfollow 0 people right now. 0. Sijui, I don't know about right now, but yeah. Lakini amkuchekia na nini? Hapana, sikumcheki wala nini. Alafu so funny, nilikuwa naongea sijui na nani akaniambia dumbukia DM omba watu kibao by the way, sio mtu mmoja. Sasa tumbukia kwenye DM omba collab. Nikamwambia no, that's not the right way to do it. Sijui kwa nini sikuwa nadhania kwamba it was the right way to do it. Kwa wasanii wa Mmarekani ukiapproach kwenye DM sio poa? Ni poa kumapproach mtu yoyote kwenye DM. Lakini kwa heshima ambayo najaribu kujenga kwa brand yangu ilikuwa haiko poa zaidi. Kwa sababu mimi ni mwanamke, isitoshe ni mwanamke ambaye ni mzuri. Isitoshe ni watu hoyo. Isitoshe ni mwanamke ambaye anaangaliwa na watu wengi. Na mtu yoyote akiingia kwenye page ya Instagram atajiuliza huyu ni nani? Umeelewa? So the professional way kuifanya ni kupitia management. Okay. Yeah. Safi sana. Kwenye relationship yako iliyopita actually, wewe na Jux. Headlines hizo of course haziwezi kuzuilika. Zimekuwa nyingi sana na kila mmoja alikuwa na nafasi ya kuzungumza kivyake. Leo nimepata nafasi ya kuongea na wewe, nitasikia machache kidogo kutoka kwako. Mimi Maza aliongea kwenye Clouds TV akisema bana wakati ule ulikuwa kidogo hauko vizuri kusema kweli, uliumia. Ukiumia wewe kwako inakuaje? Unataka kuongea na nani? Maisha yanakuaje? Nikiwa katika maumivu napenda kuongea sana na Mungu kwanza. Kusali. Yeah, nasali sana kwa sababu mimi sio mtu ambaye anakuwa na marafiki wengi sana. No, na marafiki chache. Na marafiki wachache sana. Na watu wangu wa karibu ni wachache sana pia. Na rafiki ambaye ni mshauri, lakini pia na ndugu ambao ni mimi Mars. Ni mtu ambaye japo ni mdogo wangu kidogo, lakini ana hekima sana. So naweza kumwambia kitu chochote kikalindwa. Akanipa ushauri. Yeah. Mimi mwenyewe ndo naweza kujua kama ni mzuri au mbaya. Sometimes analeta uarusha. So yeah, pieces za Arusha. Pieces za chuga za. Chana naye. Asizingua huyo. Kwani vipi bana? Kwani yeye yuko peke yake? Kuna clip niliona ya dem mmoja wa chuga alisemaje? Bana nitaitafuta. Nadhani niliona pia. Uliona? Alinichekesha sana. Anyway. So mimi ni mtu ambaye niko very sensitive, very emotional. Nakuaga mwepesi sana wa kuumia. Sana kwa sababu naishi maisha ya kusifia sana. Una msimamo. Actually alisema kuhusu msimamo wako ni balaa. Mara ya kwanza ulimkatalia kwamba sikiza kwamba usicheze na hisia zangu. Niko na mahusiano mapya please. Ningependa sana zaidi tuzungumzie hayo. Na vitu vipya. You know, we're moving forward. Namtakia kila laheri. Na Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki katika kila kitu ambacho anakifanya. Okay. Sasa tuje kwa shemeji yetu mpya, Bwana Akinosho. Rotimi Akinosho.
Bana That's bae. Nimejaribu kumzoom kidogo na nini. Mpata fursa kuongea naye kwenye simu. Actually nashukuru sana. Nimepata nafasi before interview hapa tumepiga video call nikaongea naye. Safi sana. Nimeona pia mbezelewa mwaka mmoja. Ndio. Mwaka 88. Ndio. Sema wewe umemzidi miezi 3 4. Minne fulani hivi hapo Yes. Haina nauma kwako kwenye umri? Hujawahi kuwaza kwenye relationship? You know, sometimes utakutana na mtu ambaye ana umri mdogo lakini ana busara sana, yani anakuzidi busara. Rotimi yuko hivyo, ananizidi busara. Pengine ni kwa sababu ameishi katika maisha ameishi Mmarekani. Au ameishi katika maisha ya kuona na kujifunza mengi mapema. Ni mtu ambaye ananipa ushauri ambao sijawahi kupata kwa mtu yoyote duniani. Watu woyo. Sijawahi. Yani unaweza ukakaa naye ukajitafakari maisha yako yote ulikuwa unafanya nini? Kweli kama ulikuwa unachelewa, ulikuwa unazingua, ulikuwa unapoteza maisha yako, unajidhalilisha, hujithamini. So naweza kusema kwamba japo nimemzidi miezi 2 3 4, birthday yake ni tarehe 30 mwezi huu. Yeye amenizidi vitu vingine vingi. So tuna balanceana. Kuna vitu ambavyo of course mimi najua zaidi yake na yeye kuna vitu ni kawaida tu. Yes. Bana, mlikutanaje kwanza? Tulikutana Essence Festival mwaka huu. Nilikupata fursa ya kutumbuiza katika tamasha kubwa Mmarekani, Essence Festival July. Yes, na yeye alikuwepo. Tulitambulishwa na rafiki yetu and instant like abewe rafiki ni Bongo? Hapana, Mmarekani. Okay. Mlikuwa mna share stage? I mean Essence stage ambao tulikuwa tuna perform wa Afrika ni tofauti ambao walikuwa na perform watu wengine. Of course Essence ina kama majukwaa 4-5. Kuna new wanaviita vitu vingine vingi, yani kila stage na jina lake. Hizo ndo zile super lounges, alafu kuna main stage. Ro aliperform main stage, mimi niliperform kwenye super lounge. So in fact sikukutana naye kwenye tamasha, tulikutana naye kwenye after events ambazo kulikuwa kuna after party fulani hivi ya Spotify, and nikakutana naye huko. It was so strange because nafahamu kazi yake, napenda kazi yake, mimi ni shabiki ya kazi zake, lakini sikuwahi hata kutizama Power kwa muda. Muziki wake nilikuwa naujua na usikiliza, lakini sikuwa na ufuatilia kihivyo. So ni mtu ambaye najua ni nani, najua anafanya nini. It was so crazy because alinifuata, tulitambulishwa, akasimama pembeni yangu, nikawa namwangalia kwa nini amesimama hapa? Najiuliza why is he standing here? Namwangalia mimi Maz. Naangalia why is he standing here? Lakini alikuwa amesimama pembeni yangu, tukaanza kuzungumza. Kwenye kuzungumza tukajikuta tu basi tu kuna watu kibao kwenye party, but it was just us two like talking for a long time. Ni kama umekutana na mtu ambaye ulikuwa unamfahamu miaka mingi. Mnazungumza vitu ambavyo viko real, mnapiga story lakini mtu ambaye nimejuana naye hiyo siku, nimekutana naye hiyo siku kwa mara ya kwanza, tulizungumza kwa masaa mengi sana, and it was like fresh air. And kama unanifahamu mimi kidogo, mimi sio mtu ambaye napenda sana kuwa kwenye mikusanyiko ya watu wengi. But nilikuwa in fact nataka kuondoka. Nilikuwa nataka kuondoka hiyo party. Na yeye pia alikuwa hataki kuja kwenye hiyo party. Na yeye ilikuwa aende kukaa na kina Omari Hardwick, wale ambao wako kwenye Power. Yule brother ambao ni Ghost. Ghost alikuwa kwa upande huku kushoto. Sisi tulikuwa upande wa kulia. Ilikuwa kama house party kubwa tu. Badala ya kwenda kushoto kwenda kukaa na kina Omari, sijui Machale alimcheza alikuja kulia. Issue kama zika. He chose right. I chose right. We chose right. Nimemwona kwenye interview ya Nigeria. Radio inaitwa The Beat kama sijakosea. Walimuoja akasema na yeye ndio ilibidi pamoja na yote hayo ikabidi arushe ndoano. Ndio. Mlibadilishana namba za simu siku zile?
siku hiyo. Ndio tulibadilishana namba ya simu siku hiyo. Tukawa tunazungumza mara kwa mara, and it's so crazy because masaa yako tofauti sana Marekani na Tanzania. Au popote pale nilipokuwa nasafiri tulikuwa hatuko katika majira sawa. Yani baada ya siku hiyo kuonana na mkaachana, ulirudi uliondoka? Nilirudi zangu okay. Tanzania nilirudi zangu. But tukawa tunazungumza sana. And ni mtu ambaye nilikuwa kila nikizungumza naye nasikia amani ya moyo, nasikia furaha, nasikia yani butterflies. Mpaka kesho, but it was so normal and real. Yeah. Na nisingeweza kudhania star kama yeye angekuwa so real. Na yeye pia hakuwa anatamani hata siku moja kuwa na mtu ambaye ni msanii au anafanya sanaa au yuko kwenye industry. Yeah. So it was something very special from the beginning. Connection was amazing from the beginning. Okay. Yeah. Maana wakati umeenda kwenye ile tamasha la Essence, mlikuwa kama kwenye gari wewe na Mwimbaji, na mlikuwa mna rap kama ngoma ya Biggie. Yes. Alafu kuna sauti ya kiume ilisikika. Ndio alikuwa anajiuliza ndo jamaa. No. Sio hapana. Okay, Wapelelezi. Ndio faster. Akasema mko faster. Wapelelezi. So mli fall in love au mlianzisha mapenzi muda gani baada ya kukutana? Kusema kweli the attraction and the appreciation, it was instant. Ngoja nikupe break down kidogo. Yeah. Baada ya kuzungumza kwa muda, yeah, akaniambia, Vanessa, you're like a robot. Yeah. Yani unafanya kazi sana. Yeah. Kupumziki, huna muda wa kujijali wewe mwenyewe. Huna muda wa kuchukua muda kidogo kusema ngoja nikae kidogo ni relax. Yeah. Unajitia pressure sana. You have so much pressure on yourself, and it's true. Sijawahi kuchukua likizo kwa miaka mingi sana. Sikuwahi kupata mtu wa kuniambia slow down. I'm 31. Unajua, yeah. Nimekuwa nikifanya muziki kwa miaka kama 6 na nimekuwa kwenye industry kuanzia mwaka 2007 nilivyoshinda VJ Search. So that's over 10 years. Unajua, nimekuwa nikipambana nikifanya vitu vingi, lakini sikuwahi kusimama kurelax na kuenjoy vitu ambavyo nafanya. Yani unapiga kazi lakini huenjoy. Yani yeah. Umekuwa kama robot. Yani I'm just existing, I'm not living. So he said to me, aliniambia, do you think you deserve a break? Bwana. I said, a break? I can't take a break. He said, you can. I said, no, niko na kazi nyingi, you know. He said, do you think you deserve a break? I said, yes, I deserve a break. He said, let's take a break. Wote mchukua. So we took a break. We took a break. No. And tuliaidiana kwamba hatutashika simu. Tutachukua muda kidogo kwa kupumzika kabisa. Tutaweka pembeni social media, no Instagram, no nothing. Yeah. And just talk and think and feel. And it took me 2 days kujua kwamba huyu ni mwanaume ambaye nitakuwa naye maisha yangu yote. Only 2 days? Only 2 days. 2 days. I said, this is my husband. Your husband? Yeah. Mrs. Akinosha. I mean, to me, mimi sio msichana mdogo. Yeah. Nimekuwa katika mahusiano, so najua tofauti ya kuwa na mtu ambao unajaribu kuangalia kama yataweza kufanyika mengi zaidi, na kukutana na mtu ambao unajua it's a different feeling. It's a different feeling. You feel like you don't care about anything else in the world. Like you can get through anything. I mean, ni mtu ambaye amechukua muda sana kunifahamu. Amechukua muda sana kunijenga, na mimi namjenga yeye.
tumechukua muda sana kujaribu kuboresha maisha yetu ya kidini. Oh, okay. Yes. That's nice. Yes. So kiufupi, he's changed my life completely. Na kweli sije kuona ufunguka hivi. Toka iweza kufanya interview Yeah. Sije kuona ukiadondosha hivi. Unajua kwa sababu Millard, that's an example of jinsi nilivyokuwa. Nilikuwa mtu fulani ambapo nataka watu wanione a certain way. Vanessa yuko hivi. Dem fulani anapiga kazi, hana makosa, hafanyi chochote, hanywi pombe, like fake. Yeah. Not fake, but hiding. Umenielewa? Sawa. Nilikuwa naficha sana. And then maisha sio ya kuishi hivyo. Maisha ya kuishi hivyo yani maisha ambayo yanakukandamiza. Unakuwa unashinda to breathe kwa sababu all the time you're under pressure, like gotta make sure I'm perfect. Gotta make sure. Jamani. Binadamu hatuko perfect. Mungu alituumba na mapungufu mengi sana. So I'm starting to live my life really. Sasa hivi naamini ya kwamba naanza kuishi maisha yangu kweli. Hongera sana. Asante. Kwa hiyo break mliochukua ndio ile ulina Miami? No. Haikuwa Miami. Bado. Hiyo tunaona dalili. Ndio nimechelewa. Tunaona siri. Na episode 7. Break imeenda wapi? Somewhere. Marekani. Yeah. Okay. Hongera sana. Kwa kumbe hii tuliona juzi ni episode ya 10 ngapi? Da. Na ni mwanaume wa aina gani? Oh wow. Ni mwanaume anampenda sana Mungu. Ni mwanaume ambaye ni mkarimu sana. Anapenda watu lakini anajielewa, anajitambua. Yeah. Ni mwanaume ambaye ana hekima sana. Na ni mtu ambaye huwezi kumdanganya kitu chochote. Au huwezi ukamwambia kitu ukakipindisha asijue. Yani Mungu anampenda sana hivyo, yani he is very yuko real sana. Yani maisha yake ni yani real. He's a real man. And yeah, he's a very happy person. Anapenda kuwa na furaha, anacheka muda wote. Afu vingine vyote mnavijua na talanta sana. Yani ni mtu ambaye anaimba sana, ana act sana, anacheza, ni model. Yani he does it all. Okay. Yeah. Na tutegemea utabezi zaidi Marekani kwa sasa? Yep. Sasa kama ilikuwa unakaa Tanzania siku 10 kwa mwezi. Sasa hivi si ndio itakuwa No. Of course nyumbani ni nyumbani. Nipo nyumbani. Nyumbani ni nyumbani, lakini kwa sababu niko katika kujenga mahusiano of course. Yeah. Na napenda sana kuwa na yeye. Okay. Ananipa furaha sana. Ni mtu ambaye yani kila nikiwa naye najisikia niko free, najisikia kama okay, haya ndo maisha. Yeah. You know. So yeah, napenda kuwa naye. Umejiita kabisa hapo Mrs. Akinosho. Sijajiita, lakini kuna video ambayo niliposti. Niliposti aliposti yeye kwenye Instagram yake. Yeah. Akasema what are you saying? Nikasema Mrs. Akinosho. Ndio watu wakaanza kuandika kwenye comments nini. So I think that's where umeitoa hiyo. But yeah. Akinosho. Na kwenye Instagram nimeona mmechagua kujiposti zaidi kwenye Insta stories na sio kwenye posti za kawaida. Ni kitu mmepanga au imetokea tu? No, imetokea tu. Kuna vitu ambavyo tunafanya viko pengine separate na kazi of course. Yeye ana promote nyimbo yake ambayo imetoka sasa hivi, Love Rhythm. Kuna remix ambayo amefanya na Akon, inafanya vizuri sana. Alafu mimi nimetoa wimbo wa Bado na Never Ever. So kuna vitu ambavyo tunahitaji kupost of course kupromote kazi zetu. Lakini sometimes kuna vitu ambavyo vinaingiliana. Mapenzi always, love is part of life and life is part of love. Kama sometimes utamwona anaimba Bado hajui lyrics. Yeah. More. So in fact nyimbo ilivyotoka alikuwa anaimba Bado kwa siku mara 10, namwambia
nitakuandikia lyrics sijali. Yeah, I say hiyo safi sana. Yeah. Experience ilikuwaje mlipokwenda pamoja na yeye kwenye studio za Tyler Perry? Basi ana shoot movie ya Coming to America too. Yes. Mashavu na nusu. Juu kwa juu. Yes. Ilikuwaje? I'm very proud of him. Tyler Perry Studios ni studio ambazo ziko, yani ni kwanza ukiingia tu you're like wow. No man, nimeona hiyo balaa. It's crazy. Kijiji, like, actually kijiji. Zaidi ya kijiji, yani ni kijiji yani short yani. Vitu ni vingi, studio ni kubwa, ni sema ambayo kweli wana celebrate watu wenye asili ya Kiafrika. Wamarekani wenye asili ya Kiafrika na Waafrika pia. Studio ziko vizuri sana. Sijui kuna sound stage ngapi kusema ukweli. Nadhani ziko 12 au zaidi. Yeah. Na kila sound stage ameweka jina la mtu ambaye amefanya vitu vikubwa katika sekta yake. Will Smith, Oprah Winfrey, Sidney Poitier, Denzel Washington. Yeah. You know, Halle Berry. Ni kitu cha kufurahisha. You're like, wow, that's amazing. Noma sana. Mimi Maza alikuwa hapa wiki kadhaa zilizopita. Msemaji wa familia, msemaji mkuu. Akaniambia bana, yeye akisema bana kuhusu mtoto, yeye labda miaka 35 huko ndio atafikiria. Wewe sasa hivi naona 31 na June mwakani unaingia 32. Yes. Lakini umefurahi jinsi ambavyo unaonyesha jinsi ambavyo unafurahi kuwepo kwenye relationship ulionayo sasa hivi. Yes. Na umesema pia kwamba imekuchukua siku 2 tu kumjua Rotimi kama ndo mwanaume wako wa maisha yako unataka kuwa naye. Yes. Unajiona mapema kwenye ndoa, mtoto ndio that. Mungu akipenda. Sawa, lakini unajua tunaweza tukasema vitu kama wanadamu, lakini Mungu ndo anajua kila kitu. Ana mipango yake. Yes, so you know. Hongera sana. Asante sana. Noma sana. Rotimi makazi yake ni New York ama Atlanta, Georgia. Basi sawa. Bana, V umedondosha Never Ever. Yes. Version nyingine moja hatari. Yani trust me, sikwambii kwa sababu ni mshikaji wangu au sisi kwa sababu uko hapa, lakini ni moja ya ngoma zako ninazozipenda sana. Asante sana. Kali sana. Noma na nusu. Asante sana. Never Ever ya kwanza ilitoka miaka 4 iliyopita. Right now umeileta hii yenye akona romantic zaidi. Romantic nini wasema sisi? Noma sana. Yeah. Frederick Casita ni jazz star kutoka Gabon. Na ukafanya na the London Symphony Orchestra. Hao jamaa wameshinda Grammy kibao. Yani ni watu ambao kazi zao ni kutengeneza muziki zaidi ya movies na album za watu ambao wanaimba muziki ya mandhari ya aina hiyo ya muziki, yani muziki wa live uliojaa. Noma. Yeah, noma sana. Actually unajua V kusema ukweli kikawaida kawaida. Wale jamaa wenyewe kukutana nao kufanya nao kazi sio jambo dogo. Sio, nimeona post yako, asante sana. Ile kubwa sana ile. Itakuwa ngumu kidogo kwa Tanzania kuelewa sasa hivi because sio kitu cha kila mtu. Sio tamaduni wa Tanzania pia, na sio tamaduni wa Afrika pia. So ni kitu ambacho itachukua muda kidogo mtu kukaa na kuelewa. Of course ukisikiliza wimbo unakugusa na ukirudia zaidi unazidi kupenda zaidi. Ilivyotokea mimi. Exactly. Thank you. Lakini kwa mtu akiangalia kwa haraka anaweza kaona tu ni vitu gani hivi. Yeah. Okay. Na ilikuwa rahisi wewe kuingia nao kufanya rekodi pamoja? Kusema ukweli siwezi kusema kwamba mimi ndio nimefanya hicho kitu mwenyewe. Siwezi kusema hivyo because lazima nimpongeze na kumshukuru Frederick Casita. Yeye ndo alisikiliza acoustic version ya Never Ever kipindi tunafanya In Love and Money tour. Okay. Nilikuwa na perform na guitar, lead guitar, solo guitar pamoja na piano. So ilikuwa acoustic kabisa. Okay. Na alisikiliza akavutiwa sana na acoustic version kwa sababu version original tunaijua wote, kidogo inakimbia, it's more rhythmic. So akaichukua akaenda katika pilika zake kwenye kuandaa vitu, akatengeneza composition upya kabisa, kafumua wimbo kaitengeneza composition. He's a composer pia, anaandika muziki. Okay. Kaandika composition mpya kabisa. Kipindi hicho nilikuwa nimeenda Gabon kuperform na yule ya Levis. Kipindi yule Kachwa. Kachwa. Yes, tulikuwa tunafanya tamasha kwa pamoja, ilikuwa pool party. So the next day nikapata fursa ya kuingia studio, akaniambia this is what I did. Naomba utie vocal upya. Sawa. For rough ili niende nikatengeneze muziki upya.
nikatia vocal rap nini, akaenda London, akawa na rekodi Abbey Road Studios. Sijui kama unazifahamu. Abbey Road Studios ni studios maarufu sana duniani ambazo wana deal sana na soundtrack za movie. Unajua zile muziki ya movie ile, na pamoja na album, classic album zote za, kama unafahamu group inaitwa The Beatles. The Beatles wa zamani. Wao walirekodi album zao nyingi Abbey Road Studios. Ni studio maarufu sana duniani. Watu wanaendaga kuitembelea kama historical site London. Yani ni sema ambayo inakubalika sana. So aliipeleka Abbey Road, akaipresent kwa wale musicians wa London Symphony, akawaonyesha composition ya muziki, wakaplay, and then kanitumia kama surprise, machozi yalinitoka. I could not believe. He's like, here's what we did. And sikuamini kwa sababu nilijua kwamba okay, nyimbo ikishatengenezwa imeshaisha, it's gone. But this was another chance for people to fall in love with Never Ever. Ilikuwa chance nyingine ya mimi kufanya kazi na watu ambao wana hadhi ya kimataifa ya kushinda tuzo ambao mimi natamani kushinda. Grammy. Yes. Dunia. So it's a step closer to my Grammy. Amen to that. Bana noma sana. So vocal izingizia hapi? Vocal za mwisho kabisa niliziingizia Ufaransa. Kama unafuatilia, I'm going to share the behind the scenes. Okay. Kuna sehemu tulienda, ina utulivu sana. Iko kidogo 1 hour outside Paris. Ni mji mdogo unaitwa Normandy. And kuna jamaa moja na studio kali sana huko. Wasanii wengi ambao wakitaka kurelax wanaendaga kurekodi pale studio ni kwake. Yani kuna majani mpaka calm, yani hata network ya simu inakata yani. So yani ni sehemu ya utulivu sana. Tukapata fursa kurekodi the final vocals for that, tukatia vocal, and then basi tukamaliza, nikarudi home, and sasa hivi ndio ilikuwa muda wa kuitoa kwa sababu tunaingia kwenye Christmas, tunaingia kwenye muda wa nyimbo hizi. Yes. Noma sana. Thank you. Na nimeona pia ni kwa mara ya kwanza umefanya kazi na director mwanamke. Yes. Noma sana. Pale mwanzoni pale unaona kama Whitney Houston hivi. Umeona hizo comments? Nimeona nyingi. Kuna mtu kanimaliza Whitney, Celine, nani kawatia wote, kasema hizi comments za wananchi zitakuja kunifurahisha. Me, I'm here for the comments. That was your bad. Lakini it's a classic. Okay. Sasa kuna mashabiki wameandika vya kwao kwenye Instagram, kwenye YouTube, kwenye hiyo ngoma. Kuna shabiki mmoja baada ya kutazama hii video akasema, Rotimi kaweka tabasamu kwa Vanessa wetu. Yani anavyoimba anaonekana kabisa she's in love. Ni kweli umedata bala? Sipendi kutumia neno data, lakini in love. I'm in love with yani umezama basi. Au unapenda kutumia neno gani? Hilo ndo neno la kutumia. Hakuna neno lingine la kuzungumzia mapenzi. Yes, you're in love with somebody. I'm in love with him. I love him. Watu woyo. Okay. Na mimi baada ya kuitazama ile ngoma nikajiuliza pia, hii yani ndo pale umeiachia ama kuna project ya movie itakuja kwa soundtrack something? Mimi nimewaza hivyo, lakini ndio mawazo yako ni mazuri sana. Kuna project tunamsubiri, sitaki kuzungumzia sana, lakini something like that. Vio natunyoosha nakwambia. Feedback ya international ikoje? Feedback ya international ni kwamba watu kwanza ambao wanaelewa the London Symphony Orchestra ni akina nani, wanashtuka, wanasema umewa access vipi? Yani umewafikiaje? And watu wengine wanatamani kujua ni nini ambacho kifuatacho, what are we doing next? Wengi sana wamestaajabishwa na jinsi nimetoka kwenye mandhari ya muziki ya kukimbia na muziki ambao wamenizoea pop na kuingia kwenye genre nyingine tofauti, classical music, jazz, muziki ambao una hadhi kubwa sana duniani. It's expensive music, big time. So nimepata pongezi nyingi kuhusiana na hicho. Hii ngoma mimi ilivyotoka nikaipiga, nikairudia kama alikuwa kwenye gari kama mara 4 mara 5. Mwishoni wakati naingia nyumbani ikabidi nihesabu yale majina kule mwisho kama movie hivi. Watu sio chini ya 50 pale. Watu wengi sana musicians ambao wanacheza sijui tutahitaji kwa Kiswahili. Mambo yao tu wenyewe watajua hivyo vyote wao ambao wanacheza vyombo. Wako
40 kama sijakosea 42 yeah. And then kuna Mr. Gasita Frederick mwenyewe pamoja na Vanessa. Hapo tayari tumeshaingia kwenye sector 43 42 and then sasa behind the scenes kuna watu wa film editing nini. Credits tulitoa kwa watu wote, hata Aika na Real wapo kwenye credits. Yes, Aika na Real na Chinbiz. Wewe kumbe Chinbiz alihusika kuandika alihusika kuandika Never Ever the original Chinbiz, so yupo kwenye credits ya wimbo. Itakuwa hata ajui, hata Aika na Real wajui kama wako kwenye credits. Inawezekana majina watu wengi wanazingatia. Inapita upesi. Umezingatia vitu vingi Millard. Nimezingatia sana. Bana no actually kusema ukweli kwa roho kabisa ngoma nzuri sana. Natakiwa kuwepo kwa mafunzo na kuna watu wanatakiwa kuwepo kwa for life. Hata ndugu. So sio kwa ubaya. Ni watu tu ambao napendelea zaidi kuwapenda kwa mbali na kupenda lakini kakule mimi nikae hapa ili mambo yetu yaende sawa. Sio kwa ubaya. Okay. So ni kujitambua zaidi na kutambua kitu ambacho nataka katika maisha yangu na vitu ambavyo nataka, the type of energy that I want around me. Yeah. Okay, nilikuuliza unasoma comments unasema sio kihivyo. Sio kihivyo no. Zamani ndo kabisa nilikuwa sisoma. Siku hizi kidogo naweza kuingia kwenye comments lakini sio kihivyo no. Okay. Kwa nini? Nilipotaka nijue tu. Bana unapata picha gani kwa alichokifanya Kanye West? Ameingia kwenye album ya gospel, anaenda kutembelea wafungwa wanaimba nao, kuna Sunday service. You know, mtu yote ambaye anataka kila kitu ambacho tunafanya sisi wasanii ni kwa utukufu wa Mungu. Hata kama huimbi gospel, kwa sababu kile ambacho kimewekwa ndani yako ni kipaji ambacho umepewa na nani? Na Mungu. Right. So siwezi kumjudge, sijui nia yake ni nini, lakini unaweza ukijiuliza ukifanya research kidogo, backtrack kidogo. Kanye West ni mtu ambaye alikuwa na drama nyingi sana miaka iliyopita, hii hapa karibuni. Isitoshe alishakataliwa na soko la watu weusi wa Marekani kutokana na vile anavyomsupport Donald Trump. Vitu ambavyo anavifanya watu weusi wengi wa Marekani, watu wenye asili ya Kiafrika wengi wa Marekani walisema huyu sio wetu, right? Sawa. Hakuna muziki ambao unapenya katika familia au household za watu wenye asili ya Kiafrika zaidi ya muziki wa gospel Marekani. Umenielewa? So pengine ni biashara kujirudisha katika mioyo ya watu. Maybe. I don't know. Lakini ni Kanye. Mimi nimesikiliza album, personally I like it. Na I'm like, yeah, well done. It sounds good. Na kitu ambacho anakifanya yeye na mke wake wanafanya vitu vizuri kwenye kusaidia watu kutoka jela So who am I to say? Na enjoy tu muziki na dunda na. Bana vie imekuwa poa sana kuwa na wewe. Thank you so much for your time. Such a pleasure, Millard. Thank you so much. sana. Sio kama una chochote labda inawezekana sijakuuliza lakini bidii wa Tanzania wajue. Much love guys, much love. Nawapenda sana and thank you for your support. Imekuwa miaka mingi sana na wewe pia asante sana kwa support yako. Anytime, mama. All these years. Thank you so much.